falsafa zinasema hata kama ujenzi wa maktaba ni ghali kiasi gani, huwezi kulinganisha na gharama inayosababisha na ujinga. Ndio? Na ningesema hapo hapo kwamba tupige vita kwa vitendo ile falsafa ya kibaguzi inayosema ukitaka kuficha kitu chochote kwa Mwafrika fanyaje? Mheshimiwa Waziri, naomba nirudie. Ningependa sana ni wasii wote walioko hapa tupige vita kwa vitendo falsafa ya kibaguzi inayosema ukitaka kuficha kitu chochote kwa Mwafrika kiweke wapi? Kwenye maandishi au weka kwenye kitabu. Hata fedha yako kama unataka ibaki salama weka kwenye kitabu. Kwa hiyo naomba tuipige vita kwa vitendo. Kwa hiyo Irene ameshaanza kuwa champion wa kupiga vita hiyo falsafa ya kibaguzi na sisi wote tumuunge mkono. Mheshimiwa Naibu Waziri, malengo makubwa ya Wizara ya Elimu kwa ujumla wake ni kuhakikisha kwamba vitabu vinakuwa vya kutosha mashuleni na uwiano ambao tunatamani uwepo ni mwanafunzi mmoja kitabu kimoja. Mheshimiwa Waziri, niseme kidogo, mwaka 2015 uwiano huo ulikuwa ni mwanafunzi mmoja vitabu 8. No, wanafunzi 8 kitabu kimoja. Lakini hivi sasa tunavyozungumza kwenye level ya primary school tumeweza kuboresha mpaka tunaongelea kitabu kimoja wanafunzi 3 kwenye primary school. Lakini tumepiga hatua Mheshimiwa Waziri, kwenye sekondari kwenye masomo ya sayansi tumeweza kufikia uwiano wa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Masomo mengine kitabu kimoja wanafunzi 2, lakini tunafanya vizuri sana kwenye upande huo. Na makusudio yetu ni kwamba ifikapo mwaka 2030 angalau kwenye level zote primary na sekondari kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Na hilo linawezekana. Na linawezekana kwa sababu kipaumbele nia tunaiona ya serikali ya kuwekeza kwenye elimu, si ndio? Kwa hiyo tunaamini Mheshimiwa Waziri, kwa mwendo huu tunaokwenda, kwa uongozi shupavu tulionao nchini kwetu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tutafikia lengo hilo la kitabu kimoja mwanafunzi mmoja ifikapo 2030. Na tukifanya hivyo tutaweza kuongeza maarifa, tutaweza kujenga jamii iliyoelimika, kwa sababu elimu ndio inayoweza kututoa kwenye itakayotuwezesha kupambana na changamoto za mazingira tunayoishi. Maktaba ni jengo ndio, lakini ni mahali ambapo vijana wanaweza kukutanika na wakaweza kubadilishana mawazo. Na pili, Mheshimiwa Waziri, tunajua kwa sasa vitabu havitoshi. Kwa maana nazungumzia huo uwiano, kitabu kimoja wanafunzi 3 kwenye level ya primary, sekondari kwenye upande wa sayansi kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Lakini uwepo wa maktaba utawezesha sasa vile vitabu vichache vilivyopo viweze kushirikishwa, wanafunzi wengi waweze kuvipata. Kwa hiyo umuhimu wa kuwa na maktaba ni mkubwa, kwa sababu utatuwezesha kukabiliana na upungufu wa vitabu uliopo sasa hivi. Lakini pili, ni mahali ambapo vijana wanaweza wakapata fursa ya kuja kwa pamoja, wakasoma, wakabadilishana maarifa na tukatengeneza kizazi ambacho kina maarifa na kinaweza kutulindia nchi yetu na kuendeleza zile rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametupa.